maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yakaweze kupata kibali mbele za macho yako. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kukaa. Mungu ni mwema na kila wakati Mungu ni mwema. Amen. Katika somo letu la Agano Kale, wana wa Israeli wako tayari kuvuka na kuingia katika nchi ya ahadi. Naye Mungu wao amewahifadhi mpaka wakati huu. Kuanzia kifungu cha 18, Bwana Mungu wenu amewapa nchi hii mkamiliki, basi vukeni ng'ambo wenye silaha mbele ya ndugu zenu wana wa Israeli nyote mlio mashujaa. Mungu alikuwa amewaahidi mababa zao nchi ya ahadi, ya kuwa atawapa nchi ya ahadi, nchi yenye maziwa, nchi yenye asali, nchi yenye rutuba nyingi. Na wakati huu tunaona ahadi ikitimia. Lakini kabla ya hayo wale wote waliasi. Kuna wale waliasi hawakusikia, kuna wale walitenda maovu, kuna wale walikosea. Basi waliendelea kuangamia mmoja baada ya mwingine. Walizunguka miaka 40 jangwani. Wanazunguka tu mahali padogo pa kuvuka, hawakuweza kuvuka kwa ajili ya kuasi. Na tukaona wote wale waliasi wakaangamia mmoja baada ya mwingine. Na wakati huu wale watoto wao sasa ndio wanaoingia katika ile nchi ya ahadi. Wakati huu Mungu anamuamuru Yoshua ya kuwa yeye ndiye atawavukisha. Akamwambia, macho yako yaliona yale yote niliyowafanyia wale wafalme wawili. Ilikuwa ni mfalme wa Og na mfalme wa Heshboni, Sihoni. Aliwaangamiza ili wana wa Israeli waweze kumiliki ile nchi aliyoahidi mababa zao. Naye Mungu aliahidi kufanya hivyo hivyo kwa mfalme huyu wa Pisga, ili waweze kupita sasa na wavuke na waingie katika nchi ya ahadi. Kifungu cha 22, Mungu akamwambia Yoshua, usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atawapigania. Alimtia Yoshua moyo ya kuwa yeye ndiye anaenda kuvukisha hawa watu. Kwa ajili Musa aliasi naye hapo katikati, wakati aliambiwa adare tu jiwe ili maji yamwaike, Musa aligonga na hasira, na hiyo ikamkasirisha Mungu. So Musa hapa anaambiwa yeye pia hawezi ingia katika nchi ya ahadi. Unaweza kuimagine, yani mambo yote yale Musa alifanya kutoa wale, Mungu alimtumia Musa ili wana wa Israeli watoke mahali walikuwa wanateswa pale Misri, na waende watoke hapo mahali. Na Mungu alitumia mkono wake mwenyewe na Musa, akiagizia Musa vile atafanya, mpaka Herode akaachilia hawa watoto, wakatoka na wakaenda wakatoka katika yale mateso, kwa kuwa waliteswa sana na wakawa wanalia. Na walipokuwa wanalia, Mungu alisikia kilio chao, akawatumia msaada ambaye alikuwa ni Musa, na Musa akasaidia ili watoke. Lakini hapo katikati waliendelea kuasi na mpaka Mungu akaangamiza wote. Sasa watoto hawa wako tayari kuingia katika nchi
ya ahadi ambayo Mungu aliahidi mababa zao. Na katika somo letu la Agano Jipya, Yohana 20 kuanzia 18, mlango ilikuwa imefungwa. Baada Yesu kufa, hawa disciples walikuwa na uoga, walikuwa wanaogopa sana. So wakafunga milango, wakajifungia ndani. Lakini wakakuta Yesu ameingia kama milango imefungwa, na akawaambia, amani iwe nanyi. Na alipowaambia hivyo, Tomaso alikuwa hayuko. Na Tomaso alipokuja aliwaonyesha mikono yake mahali yalidungwa misumari, na akaonyesha mahali yalidungwa mkuki. Akawaambia, wekeni mkono wenu hapa. Lakini Tomaso alikuwa hayuko. Aliporudi, alipoambiwa kwamba tumemwona Bwana, Tomaso alisema, mimi sitaamini mpaka nione mikono yake, nione kovu la misumari, mahali yalidungwa misumari, na mahali alidungwa mkuki na damu ikamwagika. Mpaka nione ndipo nitaamini. Baada ya siku 4, Yesu aliapia tena kwa wanafunzi wake, na akamwambia Tomaso aone mikono yake na aone pia mahali alidungwa, kwa kuwa yeye alipoambiwa hakuamini. Je, tunajifundisha nini juu ya masomo haya mawili? Jambo la kwanza, Mungu alimwambia Yeshua asiogope, ya kuwa yeye atawavukisha hawa kwa nchi ya ahadi. Na nini unastahili kufanya, na uko na uoga gani? Ni nini unataka kufanya asubuhi ya leo na unasikia uoga? Mungu alisema, mimi nitawaongoza, mimi nitakuwa nanyi, mimi nitatembea nanyi. Naye asubuhi ya leo anatuahidi ya kwamba tusiogope, kwa kuwa ako nasi, kwa kuwa anatembea nasi, kwa kuwa anatuongoza. Kwa hivyo kile ambacho unataka kufanya na unahisi uoga, leo Mungu anakutia moyo, usiogope, usikue na uoga. Enda ufanye, kwa kuwa ataenda na wewe, atatembea na wewe, atakutia nguvu na atakusaidia. Mungu ndiye aliyekuwa anavukisha hawa wana wa Israeli, hawakuwa wavuke peke yao. Jambo la pili, Mungu anatimiza ahadi zake. In English tunasema his promises are yea and amen. Akiahidi yeye hutimiza, hawachi kutimiza. Imagine ahadi ilitolewa miaka mingi nyuma, lakini wakati huu anatimiza. Tukiangalia Genesis 12:1-3, hapo ndipo hiyo ahadi ilitolewa ya kuwa atawapa nchi nzuri, nchi iliyo na maziwa na asali, na watamilki nchi hiyo. Jambo la tatu, Mungu huadhibu dhambi. Tunaona miaka 40 wana wa Israeli wakizunguka jangwani kwa ajili ya dhambi, kwa kutotii, kwa kuwa hawakuwa wanatii. Walipewa amri wasikie, washike, watende, lakini hawakusikia. So Mungu akawaadhibu wote wakafariki, wakabaki watu wawili, Caleb na Joshua. Ndio waliruhusiwa kuvuka kuingia nchi ya ahadi, kwa kuwa wao walimtii Mungu. Lakini hata Musa mwenyewe ambaye Mungu alimtumia hakuweza kuona nchi ya ahadi kwa jambo dogo tu, hasira ilimshika, akagonga mawe kwa nguvu na akasema, kwani mpaka niwape maji?
na aliambiwa adare tu kidogo, naye ilimcost, hiyo hasira yake ilimcost. So kitu cha tatu, hasira inaweza kukucost. Tusiwe tuna act kwa hasira, tuwe na subira. Hata kama uko na hasira, unaweza kuchukua wakati uone kama umepoa, uombe Mungu akupe direction. Mara nyingi ukifanya jambo kwa hasira, hata kama ni mtoto amekosea unataka kumwadhibu, ukimwadhibu na hasira unaweza kuumiza huyo mtoto, hata we mwenyewe ukaishi maisha yako yote ukiregret. Kuna wengi wanapiga watoto na watoto wanafariki bila kujua, kwa kuwa una act na hasira na unatumia nguvu zote. So tuangalie, tuwe na subira, tuwe na upole, tujaribu kuomba Mungu atuondolee hasira na atuongoze wakati tumekosewa. Kitu cha 4, huenda ikawa wewe ni kiongozi, lakini unapotenda maovu basi unaweza kukosa baraka. Musa alikosa baraka zake kwa ajili ya hasira. Ile hasira alifanya, alikosa baraka zake. So tukiwa viongozi tunastahili kuwa na hekima, tunastahili kuomba, tunastahili kuangalia tukue tunaangalia vile Biblia inatuambia tuenende kwa upole, vile Biblia inatuambia tukue patient na wengine, vile Biblia inatuambia tukue na upendo na wengine. So kama viongozi tunastahili kuwa hivyo. Israeli mpaka kutoka Misri, walitoka Misri, lakini walikaa pale, walizunguka pale miaka 40 kwa ajili ya kutoti, kwa ajili ya uovu. So hata viongozi tunastahili kutenda yaliyo mema, tunastahili kuangalia vile mwenendo yetu iko, ili tusije tukakosa baraka zile Mungu ametuwekea. Tunapoeneza Injili, tunaponena neno la Mungu, tunastahili nasi pia tupate hizo baraka. Tusikose hizo baraka kwa ajili ya hasira, kwa ajili ya kutotenda mema. Tunapoongea Mungu anasikia. Tomaso alisema hawezi amini mpaka aone. Alisema yeye hata amini. Wenzake walimwambia tumemwona Bwana, lakini yeye akasema hapana, mpaka mimi nione kovu la mikono yake, mpaka nione mahali misumari imedungwa, na mpaka niweke mkono wangu mahali alidungwa mkuki. Hakuamini. Mara nyingi tunasoma neno la Mungu na tunakosa kuamini. Mara nyingi hatuamini vile neno linakuambia. Hata ukiambiwa omba utapewa, saa ingine unajua kweli neno linasema nikiomba nitapewa, lakini bado tunapoomba tuko na tashwishi. Tunapoomba imani inaisha, hakuna imani. Unaomba lakini huku nasema hapana, labda nijaribu njia ingine nitapata hii. Unakosa kuamini. So tuwe watu wa kuamini. Imani ni vitu ambavyo hujaona. Yeye hakuwa ameona Yesu, lakini alipoambiwa yeye alikataa, mpaka nione. Hakuwa na imani kwamba Yesu anaweza kufufuka. Alijua Yesu amekufa. Alisahau ya kwamba alisema baadaye atafufuka. Sasa yeye hakuwa anajua kabisa, na alikataa kuamini na akasema mpaka nione. Imani
si kitu ya kuona. Imani ni kujua ya kwamba utapokea, utapata. Imani ni kujua kwamba itatendeka. Ile unataka itendeke, itatendeka. Unajua moyoni mwako kwamba itatendeka. Na usipoamini, hiyo ndio inafanya sasa isitendeke. So tunastahili kuwa na imani. Tunastahili kumshikilia huyu Yesu kwa kuwa ni mwenye uwezo, ni mwenye nguvu, ana uwezo wa kutupa kila tunahitaji. Na pia tunastahili kuondoa uoga. Tusikue na uoga. Unapotaka kufanya kitu, unakuwa courageous. You go courageously and you do what you want to do bila kuogopa. Na tunastahili kuendelea kusoma neno la Mungu ili tuweze kupata ufahamu zaidi na zaidi. Tunapoendelea kusoma neno la Mungu, tunaendelea kujua. Tunapoendelea kuomba, Mungu naye anaendelea kutubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.